Fahamu zaidi kuhusiana na zaka. Zaka ni nini? Zaka ni moja kati ya sadaka zilizoamriwa na Mungu. Kwa tafsiri nyepesi tunasema zaka ni sehemu ya 10 ya mapato yako yote. Ni 1/10 ya mapato yako yote ya kazi za mikono yako. Chochote ambacho unakiingiza kwa kazi ya mikono yako kinahitajika kitolewe sehemu ya 10, hicho tunaita zaka. Zaka ina majina mengi. Wengine huita fungu la 10, wengine huita zaka, wengine huita kikumi, na kwa lugha ya Kiingereza huitwa tithe. Sadaka hii ni kati ya sadaka iliyoanza kufanya kazi kabla ya amri kuu za Mungu. Ibrahimu ambaye ni baba yetu wa imani alimtolea Mungu zaka. Kitabu cha Mwanzo sura 14 mstari wa 18 hadi 20. Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe. Utaona hapa Biblia inaonyesha zaka ina mahusiano makubwa na kubarikiwa. Anasema na Mungu aliye juu, muumba wa mbingu na nchi, na Mungu aliye juu ahimidiwe, aliyetia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa zaka ya vitu vyote. Tunaona zaka ni sadaka ambayo ilianza kufanya kazi kabla ya amri kuu za Mungu, au kabla ya mwongozo ambao Mungu aliutoa kwa wana wa Israeli. Tunakumbuka wazi ya kwamba Ibrahimu ni baba yetu wa imani, na wakati wa Ibrahimu wa kutenda kazi ulikuwa ni kabla ya Israeli kuwa taifa. Ukiendelea kusoma mbele utaona Yakobo alimtolea Mungu zaka, aliweka nadhiri yake ya kumtolea Mungu zaka. Kitabu cha Mwanzo sura 28 mstari wa 20 hadi 22. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami na kunilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na mavazi nivae, hata nikarudi tena nyumbani kwa baba yangu, anasema kwa amani, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Anasema na jiwe hili lililosimama au alilolisimamisha kuwa nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Katika vyote utakavyonipa, hakika nitakutolea sehemu ya 10 au nitakutolea zaka. Yakobo aliweka nadhiri ya kumtolea Mungu zaka kwa sababu alitaka Mungu atembee na yeye. Ukweli wa mambo, kwa kila uliyemwamini Mungu, manake Mungu anatembea na wewe, anahusika na kila unachokipata. Ni namna ya muhimu kwako kumtolea Mungu zaka au sehemu ya 10. Tunatamani kufahamu zaidi kuhusiana na zaka. Zaka ilitolewa wapi na kuna aina ngapi za zaka? Biblia inaonyesha wazi kwenye kitabu cha Malaki sura 3 mstari wa 10 ya kwamba zaka ilitolewa nyumbani mwa Bwana. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Anasema mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Tunaona wazi ya kwamba zaka ina mahusiano makubwa na kuwekwa nyumbani mwa Bwana. Lakini bado haitoshi. Natamani nikupe maana zaidi kuhusiana na zaka. Biblia ilianza kutoa tafsiri ya zaka kulingana na muktadha wa aina tofauti tofauti. Lakini leo natamani nikuonyeshe aina 4 za zaka ambazo kimsingi wewe unahitaji kutoa zaka ya aina moja kwa sasa. Aina ya kwanza ya zaka tuliita zaka ya Walawi, au zaka ambayo tunaitumia sahihi, ambayo ni zaka kawaida. Aina hii ya zaka inatokana na kitabu cha Hesabu sura 18 mstari wa 21. Na wana wa Walawi nimewapa zaka yote katika Israeli iwe urithi, yani urithi wao baada ya utumishi wao, utumishi ule wa hema ya kukutanikia au ya kukutania. Biblia inaonyesha wazi kwamba kulikuwa kuna zaka ambayo ilikuwa inapokelewa na Walawi. Walawi ni watu gani? Walawi ni wale wanaotumika kwenye nyumba ya Mungu, wale ambao Mungu aliwachagua kuweza kumtumikia, na wao kwa kuwa walikuwa wanafanya kazi ya madhabahuni peke yake, walikuwa hawana kazi nyingine. Kwa hiyo wao walistahili kuipokea zaka, kusudi zaka hiyo iweze kusaidia kuinua au kuifanya kazi ya Mungu, kutegemeza Walawi, kwa sababu walikuwa hawana kazi nyingine yoyote, walikuwa wanamtumikia Mungu. Lakini kulikuwa kuna zaka nyingine ilikuwa inaitwa zaka ya sikukuu, ambao hii inapatikana kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 14 mstari wa 22 na ule wa 23.
kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 14 mstari wa 22 hadi wa 23. Anasema utoe zaka kwa bidii. Anasema katika mazao yote ya mbegu yako yaletwayo shambani mwaka kwa mwaka, nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako, ili ujifunze kumcha Bwana Mungu wako siku zote. Aina hii ya zaka ilikuwa inajulikana kama zaka ambayo watu walikuwa wanaitoa kwenye sikukuu. Ndiyo, inakuwepo sikukuu maalum ambayo inatolewa zaka, ambayo watu wanaenda kutoa zaka, na wanatoa zaka kwa ajili ya kuendelea kujifunza kumcha Bwana. Hii ilikuwa inatolewa kama sehemu ya ibada, sehemu ya shukrani, lakini pia watu walikuwa wanasherehekea mbele za Mungu. Zaka ya tatu ilikuwa ni zaka ya mwaka wa tatu. Mara nyingi zaka hii ilikuwa ikiwagusa wageni, yatima, wajane na maskini. Biblia inasema vizuri kwenye Kumbukumbu la Torati sura 14 mstari wa 28 hadi 29. Mwisho wa miaka mitatu toa zaka yote ya maongeo yako ya mwaka huo. Anasema na Mlawi na mgeni, yatima, mjane wapate kula kushiba. Tunaona wazi ya kwamba kulikuwa kuna zaka ambayo ilikuwa natolewa baada ya miaka mitatu. Manake zaka ya miaka mitatu ilikuwa ni kwa ajili ya wageni, Walawi, yatima, wajane na maskini. Biblia inaonyesha wazi kwamba kulikuwa kuna zaka ambayo ilitakiwa iende kwa maskini. Kulikuwa kuna zaka ambayo ilitakiwa iende kwa wajane. Kulikuwa kuna zaka ambayo ilitakiwa iende kwa yatima. Kulikuwa kuna zaka ambayo ilitakiwa iende kwa wageni. Wageni ni watu ambao wanakuja kwenye maongeo ya nyumba yako. Kulikuwa kuna zaka ambayo ilitakiwa iende kwa Walawi. Lakini zaka ya 4 ilikuwa ni zaka ambayo inawataka Walawi watoe sehemu ya 10 ya zaka hiyo, yani iliitwa zaka ya zaka, ambayo hii mara nyingi inawahusu watumishi wa Mungu, kwamba ukishakuwa mtumishi wa Mungu lazima awepo aliye juu yako. Baada ya kupokea zaka zile, na wewe unatoa kwa aliye juu yako, inatambulika kama zaka ya zaka. Kitabu cha Hesabu sura 18 mstari wa 26. Mtatoa sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana, zaka ya zaka. Sadaka hii ya zaka ilikuwa ni sadaka ya watu kuinuliwa. Ilikuwa ni sadaka ya Walawi na watumishi wa Mungu kuinuliwa. Na ndio maana kila mtumishi wa Mungu lazima na yeye atoe zaka kwa aliye juu yake. Hii inaitwa zaka ya zaka. Kwa kuyasema hayo, tunaendelea na somo letu kuhusiana na zaka. Kama sehemu ya kawaida tu, huko kote nikoelezea, nilikuwa nataka nikufafanulia zaidi kuhusiana na undani zaidi wa somo au kuhusiana na sadaka ya zaka. Natamani tuelewe zaidi katika Biblia ya Agano Jipya. Yesu aliipinga zaka? Jibu ni hapana. Yesu hakuipinga zaka, lakini alitaka tutoe zaka kwa haki. Kitabu cha Mathayo sura 23 mstari wa 23. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mwatoa zaka ya mnana na bizari na jila. Anasema lakini mnaacha mambo makuu ya Torati, yaani hukumu na rehema na imani. Haya imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Kwa maana hiyo, Yesu alikuwa hajaikataza zaka, lakini alikuwa anatia nguvu zaidi kwa watu, kwa sababu walikuwa wameacha haki, walikuwa wameacha kutoa kufanya rehema, walikuwa wanatengeneza zaka tu. Tunahitaji kutoa zaka, lakini kuungana na rehema, kuungana na haki, lakini kuungana na imani ya kweli. Katika Agano Jipya, Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Timotheo wa pili sura 9 mstari wa 7, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Anasema maana Mungu umpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Bado Biblia inaonyesha wazi kwamba Mungu anapenda yule anayetoa kwa moyo wa ukunjufu. Kitabu cha Injili ya Luka sura 6 mstari wa 38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kusukwasukwa hata kumwagika, watu watatilia vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kipimacho ndicho mtakachopimiwa. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba tunahitaji kutoa kwa watu, tunahitaji kutoa kwa Mungu, tunahitaji kutoa zaka mbele za Mungu. Kwa kuyasema haya, nataka nikupe tafsiri zaidi. Unawezaje kutoa zaka katika maisha ya sasa? Kulingana na maisha ya sasa, watu wengi tunafanya biashara, watu wengi tunafanya kazi.
Tunawezaje kuitafsiri zaka kwenye maisha yetu ya kawaida? Tunawezaje kuileta zaka kwenye uhalisia wa kawaida? Nikukumbushe tu, zaka ni kati ya sadaka inayoweza kukufanya ubarikiwe na Mungu. Ni moja kati ya sadaka za kumheshimu Mungu. Kwa unapotoa zaka ni sadaka ya heshima mbele za Mungu, na neno la Mungu linaonyesha wazi kwamba tukimheshimu Mungu na yeye atatuheshimu. Jitahidi kutoa zaka. Jitahidi kutoa zaka. Zaka inauinua, zaka inalinda, zaka inatunza uchumi, zaka inamzuia na kumkemea alaye. Kuna watu mnasumbuliwa na roho ya alaye, mnapata pesa hazikai, yanatokea magonjwa, yanaharibu fedha. Unapata hiki, akitulii kinatokea hiki, kinaharibu. Unapotoa zaka unazuia alaye. Unapotoa zaka unaweka ulinzi, lakini pia unayafungua madirisha ya malango ya mbinguni, madirisha ya mbinguni. Mungu anaachilia baraka kwako. Mungu anaachilia heshima kwako. Mungu anakuinua. Kila anayemtolea Mungu zaka kwa uaminifu, kwa haki, Mungu hajawahi muacha. Nataka nikwambie ukweli, kila ukimtolea Mungu kwa haki, kwa heshima, ukamtanguliza Mungu kweli, Mungu hawezi kuacha. Kuna mtu anisikia kabla sijakupa tafsiri, hujawahi kutoa zaka, na mwingine hata ulikuwa hujui zaka ni nini. Leo nimekufundisha vizuri kwamba zaka ni moja kati ya sadaka zilizoamriwa na Mungu. Ilianza kutumika au ilianza kufanya kazi kabla ya amri za Mungu. Kwa hiyo ni sadaka ambayo Mungu alikuwa ameiruhusu iwepo hata kabla ya amri zake, na baada ya kuwepo kwa amri zake Mungu akaweka mkazo pale ya kwamba wana wa Israeli lazima watoe sadaka. Kulikuwa kuna zaka ya nchi, kulikuwa kuna zaka ya watu wanatoa kwa ajili ya Mungu wao. Kwa hiyo zaka ni moja kati ya sadaka ambayo Mungu alikuwa ameiamuru kwamba iwepo. Wakati mwingine tunaweka fedha kwenye mifuko, ni kama tunaweka mifuko iliyotoboka, kwa sababu tumemwibia Mungu. Tumemwibia Mungu zaka. Unafanya kazi, unafanya biashara, utoi zaka. Unafanya vitu lakini utoi zaka. Utoi zaka. Usipotoa zaka, hasara yake ni kubwa, madhara yake ni makubwa. Utaona vitu vyako haviendi, utaona mambo yako hayaendi, utaona ugumu kwenye vitu vyako, na hata ukiomba mbele za Mungu kama hujatoa zaka unakuwa hauna nguvu. Lakini ukiwa umeenda mbele za Mungu, umetoa zaka, unasema Mungu, umeahidi kwamba tukitolea zaka utatubarikia, utatuongezea. Inakweje mimi nipate hasara? Inakweje mimi nipate hasara? Unaweza kuhojiana na Mungu. Toa zaka kwa haki, kwa uaminifu. Ukitoa zaka kwa haki, kwa uaminifu, Mungu hata kuacha. Mungu hata kuacha. Mungu atakuinua kila itwapo leo. Mungu atakuinua, atakutendea mambo makubwa, atakupa vitu vikubwa, atakusaidia. Utaona kupenya zaidi ya vile ambavyo unafikiria. Jitahidi kutoa zaka. Jitahidi kutoa 1/10. Jitahidi kutoa zaka na kuombea Mungu akusaidie. Ukifanya hivyo utaenda kuona Mungu akikuinua zaidi. Utaenda kuona Mungu akikupa wepesi zaidi. Utaenda kuona milango inafunguka zaidi. Hasara zingine ni kwa sababu hutoi zaka mbele za Mungu. Biashara ni ngumu, hutoi zaka. Mambo magumu, hutoi zaka mbele za Mungu. Wewe unamwibia Mungu. Mwanadamu anaweza kumwibia Mungu, lakini sisi tumemwibia Mungu zaka. Tumemwibia Mungu sehemu ya 10. Hutoi zaka. Mungu anakubariki lakini hutoi. Unalipwa mshahara, unaona hutoshi. Zaka ni 1/10 ya kile ambacho Mungu, ni 1/10 ya kile Mungu ambacho amekubariki. Sasa nataka nikufafanulie zaka inatolewaje katika hali ya sasa hivi. Kwa mfano, unalipwa mshahara wako, labda tuchukulie shilingi 200,000. 200,000 ndio mshahara unaolipwa baada ya makato yote ambayo wamekukata. Hela inayokuja mikononi mwako 200,000. Au tuchukulie hela inayokuja mikononi mwako 180,000. Zaka ni nini? Zaka ni ipi kati ya hiyo? Zaka ya hiyo ni sehemu ya 10. Sasa kwa lugha nyepesi, unaweza ukaingia kwenye kalkuleta yako. Chukua kalkuleta yako, tuchukulie sasa unalipwa, labda tuchukulie 180,000. Ukiandika 180,000 kwenye kalkuleta yako, utaenda kuna sehemu utaona hapo kuna alama ya asilimia imewekwa mshale, 0 chini 0 juu. Utaweka 10. Ukiweka 10 itakwambia 180,000, maana yake asilimia 10 yake ni shilingi 18,000. Ikiwa unalipwa dola 700, unataka ujue sehemu ya 10 ya dola 700 ni kiasi gani. Unaichukua ile 700, unaiweka kwenye asilimia, unaweka 10, maana yake inatakiwa ulipe zaka mbele za Mungu, au utoe zaka mbele za Mungu dola 70.
Na ikiwa labda unalipwa dola 500, basi manake itakuwa dola 50. Ikiwa unalipwa labda tuchukulie shilingi labda 3,000 ya Kenya, 3,000 ya Kenya ukiileta kwenye 10%, manake unatakiwa ulipe zaka yako shilingi 300. Na kama unalipwa labda 15,000 ya Kenya, manake zaka yako unayotakiwa umtolee Mungu ni 1,500. Kwa hiyo Mungu anachukua 10% ya kile ambacho amekubariki. Mungu anachukua 10% ya kile ambacho amekubariki. Kwa hiyo tunapoongelea zaka au 1/10 au fungu la 10, ni sehemu ya 10 ya kile ambacho umekipata kama faida, kile ambacho umekipata kwenye mshahara wako. Pengine unaweza ukawa na maswali yafuatayo: nitoe kwenye mauzo yote? Yani zaka nitoe kwenye mauzo yote? Ikiwa ni mfanya biashara, zaka tunaitoa kwenye faida. Zaka inatolewa kwenye faida. Kwa mfano, unauza nguo na mtaji wako labda tuchukulie ni shilingi 7,000 na faida ulioipata labda ni shilingi 3,000. Manake wewe zaka natakiwa utoe kwenye 3,000, sio kwenye ile 7,000. Kwa lugha nyingine ni kwamba ikiwa unafanya biashara labda ya duka la chakula, labda vitu ni vingi, unaweka mauzo kwa pamoja. Kila mtu anapokuwa na biashara lazima aweke makadirio faida yake kwenye hii biashara ni kiasi gani. Kwa mfano, labda umefanya mauzo ya shilingi 300,000, naongelea kwa watu ambao mpo Tanzania. Kwenye ile 300,000 lazima ukadirie, nikiuza 300,000, mara nyingi faida yangu kwa duka la chakula au duka la mazao inakuwa ni shingapi? Labda pengine kwa 300,000 faida yako ni shilingi 30,000 au shilingi 40,000. Kwa hiyo inatakiwa utoe zaka kwenye 40,000. Na wengine wanatoa zaka kwa wiki, wengine kwa mwezi, wengine kwa mwaka, inategemeana. Na wengine wanatoa kila wanapojaliwa kulingana na mfumo wa aina ya kazi yake. Sasa mara nyingi wanaofanya biashara, zaka unaweza ukawa unatoa kulingana na biashara yako ilivyo, na wengine wanatoa kwa kila Jumapili, mwingine anatoa kwa kila wiki, kwa kila mwezi. Kwa hiyo anafanya majumlisho ya kwa mwezi, labda ameingiza milioni 6 kwa mwezi, anakadiria faida yake labda ni shilingi 300,000. Kwa hiyo zaka yake anaitoa shilingi 30,000 kwenye 300,000. Labda nimesema ni kwa mfano labda kwa mwezi umeingiza faida, umeingiza mauzo yote shilingi labda milioni 12. Mauzo yote milioni 12. Unakadiria faida yako ni kiasi gani? Labda faida yangu ni milioni 2. Kwa hiyo zaka yako unayotakiwa utoe ni shilingi 200,000. Na kwa mfano umefanya biashara fulani ya kuuziana na mtu kitu fulani. Baada ya kuuziana, lazima ujue faida yako wewe ni kiasi gani. Ni muhimu kwenye kila kitu ujue faida yako ni kiasi gani. Baada ya kutoa gharama za usafiri, gharama zote ambazo zinakuwa sehemu ya mtaji, inatakiwa uzitoe. Kile kinachobaki ambacho unasema hii ni hela yangu mimi, ndicho unachotakiwa utolee zaka. Usitoe zaka kwenye mtaji. Zaka haitolewi kwenye mtaji kwa wafanyabiashara. Narudia tena, zaka haitolewi kwenye mtaji. Najua of course kuna watu wengine wana mioyo ambayo wana mahusiano na Mungu vizuri, anaweza akatoa sio tena kwa kipimo, akatoa kulingana na vile ambavyo Mungu anamsukuma ndani ya moyo wake. Kuna watu wana level hiyo, yani ni kwamba anatoa zaidi, yani anaona ni kwamba Mungu amemtendea mengi, anaweza akatoa zaidi. Huo ni moyo wa mtu, lakini kwa utaratibu wa zaka inatakiwa utoe 1/10, yani sehemu ya 10 ya kile ambacho umekipata kama faida. Na kwa wewe ambaye unafanya kazi, basi ikiwa unalipwa mshahara, maanake ule mshahara unakuwa tayari umeshakatwa makato yote, inatakiwa utoe sehemu ya 10 ya yale mapato yako ambayo umeyapata, yani ya ule mshahara wako. Na wengine labda unaweza kuwa unajiuliza swali kwamba mimi sina kazi ya moja kwa moja, nawezaje kutoa zaka? Pengine mimi ni mama wa nyumbani. Kutoa zaka ni moyo wa mtu na vile Mungu amekuchakata. Ikiwa unaweza kuweka pesa ukacheza mchezo, ukaweka pesa ukafanya hiki na kile, kama unaweza hilo, manake unaweza kutengeneza faida yako au kile kinachokuangukia, na hicho ukakitolea 1/10. Ni sawasawa na kuinua uchumi wa mwenza wako, kuinua uchumi wa mume wako. Inua uchumi wa mume wako unapotoa wewe kwa niaba yake. Wengine mna waume hawajaamini, wengine mna wake hawajaamini, wengine mna wazazi hawajaamini. Kile anachokupa kama pocket money yako au kama sehemu ya matumizi yako, kitolee zaka. Ukifanya hivyo, manake umebariki chanzo cha mapato hayo.
Kwa hiyo Mungu ataenda kubariki huyo mtu, na Mungu ataenda kufanya wepesi, kwa sababu Mungu anabariki chanzo cha mapato, mahali ambapo sosi ya mapato yako inaanzia au inapatikana. Sasa mwenzio hajaamini, unaweza kufanya akabarikiwa yeye, na ili baraka ikujie wewe. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anajiuliza kwamba sasa zaka inatakiwa nitoe wapi? Nimpe maskini, nimpe nani? Kwa wakati huu zaka bado unaweza ukatoa kwa kiongozi wako wa kiimani anayekuombea kanisani kwako, kwa mtumishi wa Mungu ambaye anasimama nawe kwenye maombi. Lakini pia kuna zaka ambayo Mungu anataka kuongoza, akasema labda pengine hii mpelekee mtumishi fulani. Ndio, inawezekana, lakini lazima awe kuhani. Lakini pia kuna zaka ambayo Mungu anaweza kukupa msukumo, akakupa amani kwamba hii peleka kwa yatima, hii peleka kwa wajane, hii peleka kwa watu fulani. Lazima usikie sauti ya Mungu ndani yako. Na zaka ina mahusiano makubwa na mahali ambapo unahudumiwa, mahali ambapo unalelewa, mahali ambapo unabarikiwa, mahali ambapo unafunguliwa. Zaka inaleta baraka. Zaka inaongeza uaminifu kati yako na Mungu. Zaka inavuta mahusiano yako na Mungu. Zaka inaondoa laana, inaondoa mikosi kwenye maisha yako. Toa zaka. Toa zaka kwa uaminifu. Wengine mmemwibiaga Mungu zaka miaka mingi. Jitahidi, mwambie Mungu, nisamee, nimekosa. Tripu hii ninalipa fidia, ninaanza nachukua kile nilichokipata. Mungu, natoa zaka kwako. Ninakuomba Mungu, ninakutolea wewe kwa moyo wa kupenda. Naomba ukanitendee mambo makubwa, ukalinde uchumi wangu, ukaniponye, ukanisaidie. Mungu ni mwaminifu. Zaka ina nguvu. Zaka inafungua malango. Zaka inainua. Zaka inakuweka karibu na Mungu. Toa zaka kwa uaminifu. Sadaka ya zaka ni kati ya sadaka inaouma sana. Unaweza kusema sasa mimi na deni, mimi sijui kodi nadaiwa, mimi sijui mtoto shule. Ukianza kupiga hesabu hizo, huwezi kumtumikia Mungu kwa kile alichokubariki. Toa zaka kwa uaminifu, kilichobaki ndicho ambacho kimekuangukia, na Mungu atakuinua kwa kadiri ya mahitaji uliokuwa nayo. Hautapungukiwa kamwe. Hautapungukiwa. Kila aliyemtolea Mungu zaka kwa uaminifu hatapungukiwa. Jaribu, anza sasa, mtolee Mungu zaka kwa uaminifu, hautapungukiwa. Kwa maswali zaidi unaweza kumuuliza kiongozi wako wa imani, na kama mimi ndio naye kuhudumia kiroho na kukuongoza, basi unaweza ukanitafuta kwa namba ya simu 0743913291 au 06422779, 0682422779. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ninaamini ujumbe huu umekuinua na kutia nguvu. Unaweza kayapitia maandiko niliyokupatia na ukarudia tena, ili uinue imani yako na ukupe hatua zaidi za kiimani.